tuko pamoja kwa sababu we all supported the man himself, Raila Amolo Odinga, kuwa rais wa Kenya. But this did not happen. Ametuachia sisi jukumu la kuwa lazima lile pengo tuweze kulijaza. So mimi naomba saizi tuko katika hali ya huzuni na kuomboleza, tuomboleze vizuri, tukimaliza tutakuja sisi kama familia ya ODM na familia ya Raila Amolo Odinga, mke wake, ndugu zake, watoto wake, leo tunaomboleza kifo cha baba Raila Amolo Odinga ambaye amekuwa ni baba wa kutupatia mwelekeo wa kisiasa. Tumesema kwamba historia ya Kenya haiwezi kuandikwa bila paragraph nyingi ama aya nyingi kuwa ni za Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga alijitolea maisha yake na kupigania uhuru wa pili wa Kenya. Watu wengi watamkumbuka kwa sababu ya hiyo, na sisi watu kutoka Taita Taveta na makabila hizi ndogo ndogo tunafurahia na tulifurahia sana wakati alipigania ugatuzi, kwa sababu yeye ndio baba wa ugatuzi, na katika moyo wake alitaka ugatuzi ufanye kazi, ya kwamba pesa na nguvu za uongozi zitoke Nairobi zije kwa magatuzi ili maeneo ambayo yaliachwa nyuma kimaendeleo yapate maendeleo. Najua baba amelala, lakini pale aliko alikuwa na ari ama wakati akiisha alikuwa na ari aone kwamba ugatuzi umefanya kazi. Sisi ambao tumebakia, tuliokuwa makamanda wake na wafuasi wake sugu, tutahakikisha kwamba tutafanya kila jitihada kupitisha sera na sheria nzuri ambazo zitapelekea ugatuzi kufanya kazi, kwa sababu hiyo ndio heshima ya kumkumbuka baba Raila Amolo Odinga. Historia ya Kenya kupata katiba mpya ilikuwa ni yeye. Hata juzi wakati Gen Z kidogo wameleta shida, aliingilia kati kabisa na kuhakikisha kwamba boti ambayo ilikuwa imepigwa na dhoruba kwamba imesimama na imepata stability. Kwa hivyo tunamkubalia kwa hilo. Yeye alitaka kuwe na amani ili watu kila wakati wapate fursa ya kufanya uchaguzi, na kwa sababu hiyo saizi hata kuna zoezi linaendelea la kujiandikisha kupiga kura, kwa sababu ya ile demokrasia ambayo baba alikuwa anapigania. Watu wote ambao hawajajiandikisha kupiga kura, hili zoezi likiendelea na kwa kumkumbuka baba Raila Amolo Odinga, majenzi wote na kila mtu ambaye hajajiandikisha wajitokeze kwa wingi ili wajiandikishe kupiga kura, kwa sababu tunamsindikiza baba ambaye ni baba aliyependa demokrasia. Hakutaka vita, na kila wakati Kenya ilikuwa inaenda kama itapata vita, alijitokeza na kuwa mzalendo na kuwa statesman, kuhakikisha kwamba anafanya jitihada zote za kuleta Kenya iwe na stability. Na yeye katika kupenda kwake hakutaka ukabila, alitaka Wakenya wote waishi kwa pamoja na amani, wakidumisha demokrasia. Kwa hivyo mimi nasema poleni sana watu wa Taita Taveta, poleni sana watu wa Kenya kwa sababu ya kumpoteza mzalendo na statesman. Kitabu kimewekwa Mwatate kwa sababu pale ndio headquarters, lakini najua kesho tutakutana wengi na tupate mawaidha zaidi, kama hilo wazo lako la kuweka kitabu kingine Taveta, Undanyi na kile cha Mwatate na kingine Voi, ile yote ambaye anataka kuandika kitabu cha rambirambi kama mfuasi wa ODM ama hata wa vyama vile vingine ambao walipenda baba, basi wapate kuandika hicho kitabu. Sisi kama wana ODM tutajizatiti vile nimesema kuweka chama chetu pamoja, na saizi tulikuwa na mwelekeo wa celebrate ODM 20 November, na nawarahi na nawasi wananchi wote ambao hawajajiandikisha kwa chama cha ODM ili kumsindikiza vizuri baba yetu Raila Amolo Odinga, tujiandikishe kwa wingi, tuwe wanachama wa ODM, kwa sababu ndio njia ya kumtukuza na kumsindikiza na kumpa heshima yake ya mwisho baba Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo sisi chama chetu kitakuwa imara kwa sababu ya heshima ya mzee. Kwa majina mimi naitwa Azardin na ndio RMC wa eneo hili la Kalendo. Kwanza ningependa kutoa rambirambi zangu za familia yangu, za wakazi wote wa Kalendo na Voi, kwa familia ya marehemu Raila Amolo Odinga, Right Honorable Raila Amolo Odinga, na Wakenya wote kwa jumla. Najua ni tulipokea salamu hizi asubuhi ya leo kwa uzito na huzuni kubwa sana. Personally nilikuwa naenda bungeni asubuhi
tukaanza kuonezo nini zinaanza kuingia messages za kuwa tumepoteza the right honorable Raila Amolo Odinga. Na mimi kama Azar, kwanza kabla kufanya rambirambi zangu nataka nimshukuru sana Raila Odinga kwa sababu 2022 yeye ndo alikuwa sababu ya mimi kusimama katika uchaguzi wa general elections za 2022 na katika tikiti ya Jubilee ambapo tulisupport fully election ya Raila Amolo Odinga kuwa rais wetu. Lakini leo tumepoteza, tumeacha pengo kubwa sana katika siasa ya Kenya, na kwa wale ambao wanajua maana ya devolution, kama kuna mtu ambaye alikuwa anaongoza devolution, anataka devolution ikuje chini ifanye kazi mashani kutaka, alikuwa ni Raila Amolo Odinga. Lakini leo hayuko na sisi, na haimaanishi mambo atasimama. Tutaendelea kwa sababu tunajua kuna kazi ametosha nyuma yake. Sisi tuweze kuhakikisha kwamba devolution inafanya kazi inapotakikana, na hii nchi iwe kwa stable inapotakikana, na amani ipatikane, na uongozi bora katika nchi yetu ya Kenya. Kwa Wakenya wote kwa jumla, poleni sana, poleni sote, maana imetupata sisi sote, na inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.